Mikoi Kisugu, tunaizungumza michezo, taarifa ni nyingi sana huko kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Tajiri Mohamed Dewji aibuka na mapya. Ni yapi hayo? Karibu sana tuzungumze na Mikoi. Mikoi. Kwanza Singano, mimi nafikiri kwamba unatakiwa urekebishe maneno yako. Mohamed Dewji ukimwita tajiri utakuwa unamkosea. Yule ni bilionea. Kwenye utajiri ni sehemu ambayo ameshapita. Na unapozungumza kwamba ameibuka, siwezi kuamini katika jambo hili kwa sababu tunaye. Usiku tunaye, mchana tunaye, na mvua tunaye, na jua tunaye. Bilionea tunaye na tunatamba naye. Na hii waandishi wa habari ichukulieni serious sana. Mimi naamini moja ya mafanikio makubwa ya Simba lazima tumzungumze Mohamed Dewji. Hapo vitu vingine vimetokea, wacha vitokee. Maneno mengine watu wanasema, wacha waseme, lakini ukweli utabaki pale pale. Mara nyingi napenda kusema mnyonge mnyongeni, lakini haki yake mpeni. Waandishi wa habari, nendeni mkalisimamia hili. Nendeni mkayazungumze haya. Kila nyumba inayojengwa duniani lazima inakuwa na muhimili wake. Hata katika imani ya dini ya Kiislamu tuna nguzo 5 za Kiislamu, ndio muhimili wa dini ya Kiislamu. Na muhimili wa Simba ni mwekezaji wa Simba Mohamed Dewji, bilionea. Leo waandishi mkija na kauli mnasema ameibuka, ametokea wapi? Niseme Mohamed Dewji tunaye na tunatamba naye. Hivi sasa mambo yanaonekana kuwa mazuri. Mikoi, ukiangalia ndani ya uwanja timu inafanya vizuri, lakini pia ukiangalia hata nje ya uwanja hivi sasa mambo ni mazuri. Pengine hili tunalizungumziaje kwa upande wa bilionea kama unavyosema? Kuna nyakati kwenye timu. Kuna nyakati kwenye timu zinakuwa nzuri na kuna nyakati kwenye timu zinakuwa ngumu. Nimesema takriban sekunde chache hapa, tunaye mwekezaji wa Simba, tunaye muda wote. Muda Simba anafanya vizuri tunaye, na muda Simba anafanya vibaya tunaye. Nimpongeze sana mwekezaji. Lakini yote kwa yote pia nimpongeze na mwenyekiti wa bodi, mzee wetu Clatous Magori, na nimpongeze mwenyekiti wa klabu ya Simba, mzee wetu Murtaza Mangungu. Network, nguvu moja ndio inakwenda kusimama kuhakikisha kwamba Simba inafanya nini? Vizuri kwenye ligi NBC. Leo waandishi mtakumbuka nyakati ngumu tumepitia hapa katikati. Simba ilikuwa mpaka ya 7 kwenye ligi NBC. Leo ngwale tumeamka Simba ya pili kwenye ligi NBC. Ana pointi 31, anaongoza na pointi 38, bado tuna michezo miwili wapi? Mkononi. Mimi naamini kwamba tuna nyakati nzuri. Simba inatuhitaji wana Simba kusimama kwenye umoja ili kuhakikisha kwamba Simba inakwenda kufanya vizuri. Kwa upande ambao Mohamed Dewji kwenye hiki ambacho kinatokea hivi sasa ndani ya uwanja, maneno mengi yalizungumzwa kama tunavyozungumza, lakini inaonekana fukutu hivi sasa limepoa. Lakini Mohamed Dewji pengine tunatakiwa kuongea kwa upande mkubwa, hasa ni kwenye usajili ambao ameufanya hivi sasa. Mikoi, Mohamed Dewji ni muhimili wa klabu ya Simba kwa sababu yeye ndio mwekezaji wa klabu ya Simba. Ana 49% ya uwekezaji katika klabu yetu, na tunaamini wapi ametutoa. Sisi tunajua historia. Nendeni mkatafuta historia ya Mohamed Dewji kwenye Simba. Mohamed Dewji ameanza kuifadhili Simba. Ngwale, kazi ya uandishi hujaanza. Shida ya waandishi wa leo, nyinyi hamtaki kuchimba. Mohamed anaanza kuifadhili Simba na mafuta yake yanaitwa Masafi. Leo mnasema kaibuka. Kaibukia kutokea wapi? Mohamed yupo, bilionea yupo. Lakini tunatamba Simba kwa sababu ya slogan ya Simba nguvu moja. Mwekezaji anashirikiana na management ya Simba, kwa maana mwenyekiti wa bodi Clatous Magori, mwenyekiti wa klabu Murtaza Mangungu, wanasimama pamoja na wajumbe kamati wajumbe wa Simba kuhakikisha mambo yanakwenda vizuri. Wapo ambao pia walizungumza hapa katikati kwamba tajiri naye pia ni miongoni mwa sehemu ambayo timu inafanya vibaya. Maneno pia alikuwa mengi pia kwa tajiri, kama unakumbuka Mikoi. Ni kweli, nakumbuka. Na baadhi ya wana Simba waliyazungumza hayo. Lakini hakuna mwanadamu aliyokamilika, tuwasamehe. Kuna muda mwingine mwanadamu ajue alifanyaro. Hii kwa sababu ndio maumbile mwanadamu, hakuna mwanadamu aliyefanyaje? Aliyekamilika. Mimi naamini hata wao wakati wanasema baada ya kupata muda wa kukaa kutafakari, wanaujua umuhimu wa mwekezaji kwenye klabu ya Simba. Leo hii Simba kwa takwimu ambazo niko nazo wanalipa mshahara zaidi ya milioni 700 kwa mwezi. Simba Sports. Yes. Siku 30 bro. Leo jaribu kuangalia, kuitafakari, wapi tunapata milioni 700 kwa siku 30? Maana yake nguvu inatoka kwenye klabu, nguvu inatoka kwa mwekezaji, ndio inakwenda kulipa mshahara mkubwa katika
klabu ya Simba. Kwa haya yapo yaliyosemwa na waliosema wapo. Binafsi nitume nafasi hii kama mwanachama wa klabu ya Simba kuomba wana Simba tuwasamee walipotoka ndugu zetu, lakini mimi naamini kwamba wao wenyewe wanajua umuhimu wa klabu ya Simba na mwekezaji wa Simba, na ndio maana Simba ina survive kwa uwekezaji mkubwa ambao Mohamed Dewji amewekeza kwenye Simba. Speech ya Mo Dewji angali kila akiwa anafanya speech yeye anazungumza kwamba ndoto yake kubwa ni kuona Simba inafanya vizuri kimataifa na kuimbwa sana kimataifa. Ndoto ya Mohamed Dewji inakaribia Msimbazi, na unavyoona usajili ambao unafanywa ni kama Mo yupo serious na Simba kufanya vizuri kimataifa. Singano, kauli ya kwanza Mohamed Dewji anaweka uwekezaji. Anasema cha kwanza ni kuhakikisha Simba kuwa bora katika vilabu bora barani Afrika. Hiyo ndio kauli yake ya kwanza ambayo mimi naamini amefanikiwa katika hilo. Leo Simba ni ya 5 kwa ubora kwenye bara la Afrika Singano. Lakini sio hayo tu. Alisema atafanya mabadiliko makubwa, Simba iwe klabu ya mfano wa kipekee kwenye bara la Afrika. Kimoja kilichokuwa kinakamisha utaratibu wa mabadiliko, transformation, si ndio? Leo tunaambiwa kwamba inakwenda kukamilika. Naamini maneno yao waandishi wa habari na komeni itakapokwenda kukamilika, yako mambo makubwa yanakuja kwenye Simba ambayo kila mwana Simba atafurahia. Simba inakwenda kuwa bora sio Tanzania tu. Simba inakwenda kuwa bora Afrika. Haiendi kuwa bora kwa sababu ya kwenye pichi tu. Inakwenda kuwa bora hata nje nini? Nje ya pichi. Mimi naamini transformation ambayo iliyokamilika na dhamira ya Mohamed Dewji katika moyo wake juu ya Simba Sports, miaka miwili mingi Simba inakwenda kwa klabu ya mfano kwenye bara la Afrika. Simba inakwenda kwa mfano kwenye bara la Afrika. Kwa hiyo hili halina hofu, halina mashaka. Kikubwa wana Simba ni kumwombea mwekezaji wetu ili kuhakikisha mambo yanakwenda vizuri, mambo yanakwenda sawa sawa. Kumwombea mwenyekiti wa bodi mzee wetu Kantus Magori, kumwombea mwenyekiti wa klabu mzee wetu Mutaza Mangungu, wasimame katika slogan ya Simba moja ili kuhakikisha kwamba Simba inakwenda inafanikiwa. Mikoi, tuachane na hilo, tuhamie upande wa pili. Taarifa za ndani zinaeleza ni muda wote na wakati wote Pedro huenda akaondoka katika ardhi ya Tanzania. Mimi nafikiri watamuonea. Upo msemo ambaye dada yangu Mama Doris, Mama Demwa aliwahi kunambia. Na haya sio Doris tu. Hata mzee wangu Muserem Nasoro Muserem kutoka Simba Wanga alinipigia simu. Aliniambia Kisugu, moja ya mafanikio mwanadamu uvumilivu na nini? Urambivu. Waendelee kumvumilia mwalimu. Mimi na mwalimu naamini mwalimu mzuri. Mwalimu ambaye katika walimu katika nchi hii kwa miaka 10 iliyopita alipewa sifa kubwa na nani? Na wachambuzi. Kama wachambuzi walizungumza kwamba huyu mwalimu bora, sababu gani management ya Yanga inaweza ikaamua kwenda kumuondoa kazi mwalimu Pedro? Binafsi namkingia kifua kwa ubora wake. Ana haki na ana uwezo mkubwa kuendelea kuifundisha nini? Dar es Salaam Africa. Wasifanye hayo maamuzi, wamvumilie. Mashaka yako wapi? Kuna muda timu inapita kwenye kipindi kigumu. Waamini kama hichi kipindi kigumu waendelee kumvumilia mwalimu. Si kawaida kwa timu kubwa sale 3 mfululizo Mikoi. Timu kubwa ipi? Na performance ukiangalia ndio maana hata wanataka mtoe mbuzi wa kafara Pedro. Timu kubwa ipi? Naizungumzia Young Africans. Unacheza na TRA dakika 90, shoot on target 0, alafu unasema timu kubwa. Timu kubwa ni Simba Sports. Yes. Siku hadi siku ina move. Natoka sehemu moja na kwenda sehemu nyingine. Pedro mimi nafikiri Pedro bwana. Pedro, mimi najua Pedro tena. Mimi naamini kwamba waendelee kumvumilia, ni mwalimu mzuri. Naamini kwamba atafikisha kwenye nchi ya ahadi. Hawalizishwi wananchi wenyewe. Wewe nini ambacho umeona cha utofauti? Wananchi hawalizishwi, lakini management ya Yanga wanalizishwa naye. Kwa nini taarifa zinasema muda wote kwamba na mashabiki wa Yanga waendelee kuwavumilia na kuwasikiliza management ya Yanga, kwa sababu wao ndio wapa zamana chini ya mheshimiwa Engineer Harris. Engineer Harris amepanda ndege, amekwenda kumfuata yule mwalimu kwa kuona ubora wake na uzuri wake. Kwa hiyo mimi naamini kwa ubora wake yule mwalimu aendelee kumvumilia, atakwenda kufanya vizuri. Kwa anaangushwa na wachezaji. Wamvumilie, naamini kwamba atakwenda kufanya vizuri. Si ndio wachezaji wanamwangusha kocha ama unamaanisha? Nasema aendelee kumvumilia. Anajenga timu. Inshallah mimi na imani watafanya vizuri. Mikoi Yanga inajengwa? Yes. Yes. Wamvumilie Pedro. Kisugu sio kama umeshikilia hapo, wamvumilie ili muendelee kula matunda ambayo mnafaidika na sare zao. Mpira ni mchezo wa wazi. Performance ya Yanga inaonekana. Mtu wote wa football unajua kabisa Yanga inapiga hatua kubwa kwenye mpira sasa hivi. Na uwezo kaizungumzia mabadiliko ya Yanga na uchezaji wake. Lazima umzungumzie mwalimu.
wa klabu ya Yanga. Kwa hiyo mimi kwangu binafsi mmeniuliza, majibu yangu ndio hayo. Ni mwalimu mzuri. Kwanza nampongeza sana Mheshimiwa Engineer Hersi kwa kwenda kufanya kazi kubwa, kazi nzuri, kuleta mwalimu mwenye kiwango kikubwa kuifundisha Dar es Salaam Young Africans. Wasiwasikilize maneno ya walala nchi hawa. Wasiwasikilize maneno ya vishabiki vishata mtaa. Leo hii klabu ya Yanga ifanye maamuzi ya kumuondoa mwalimu kwa kumsikiliza yule Kaivo. Hii Yanga kafanye maamuzi ya kumuondoa mwalimu kwa kumsikiliza yule rafiki yangu Tina au mzee wa Mokoto. Mimi naamini kwamba Engineer Hersi ni mtu ambaye yuko makini, aendelee kumvumilia mwalimu kwa uwezo wake. Mimi naamini kwamba Yanga itafika pale ambapo kila mwana Yanga anatamani kuiona imefika Yanga yao. Ndio tuone kutoa ubingwa mbeleni. Wawe na subira. Wawe na subira. Nyakati zitakwenda zitaongea. Bana Mikoi Kisugu, nikipita kwenye ukurasa wa Ahmed Diarra hapa mapema ameposti na kusema kwamba huruma sio malezi. Diarra anapaswa kufungiwa kwa kutunza heshima ya mpira wetu kama Tanzania. Hii ni kauli ya Ahmed Ali. Afu akaposti video pale ambayo Diarra akiwa anafanya vurugu. Nikumpongeza sana Ahmed. Alichozungumza ni kitu sahihi sana. Binafsi nilizungumza nanyi waandishi wa habari. Lakini leo nikupeni za ndani kuhusu Diarra. Kwanza niipe pole sana kamati ya masaa 72. Simu zimekuwa nyingi za kutoka baadhi ya viongozi wa Dar es Salaam Young Africans wakiomba huruma kwamba Diarra wana haki ya kufungiwa, lakini mechi 3 si 5. Mimi niwaambie kamati ya masaa 72 wasipangiwe kufanya kazi wala kufanya maamuzi. Simu zimekuwa nyingi. Wazee wanasumbuliwa, wale wajumbe wa kamati ya masaa 72. Halo, mimi nasema zimekuwa nyingi. Niwaambie kamati ya masaa 72. Mimi ninazo mpaka message ambazo zilizotumiwa kutoka kwa baadhi ya viongozi wa Yanga wakiomba huruma Diarra afungiwe mechi 3. Kanuni inasema Diarra kufungiwa mechi ngapi? 5. Enda kafungiwe mechi 5. Alafu kamati wasiwe na mashaka napata wapi? Taarifa hizo ninazo. Taarifa umezipata. Na yule mjumbe anataka kubeba hayo mambo kwenda kuwashawishi wenzake, aache mara moja, labda akawashawishi wenzake kwenda kutafsiri sheria na kanuni zilizopo kwenda kumfungia Diarra. Mimi binafsi lazima niseme, nisiwe mnafiki, na muappreciate sana Diarra kwa kazi yake. Na mkubali ni goalkeeper mzuri, ni goalkeeper ambaye ana vitu vingi kwenye timu yake, lakini nidhamu yake zero. Hatuwezi kumvumilia kwa ubora wake, basi tuvumilie utovu wake wa nini? Wa nidhamu. Azam bado inabaki kwa pale pale. Niombe sana makamati masaa 72. Najua inasumbuliwa na simu. Taarifa hizo ninazo. Yuko mjumbe wa kamati ameshaingia kwenye 18, anajaribu kuwashawishi wajumbe wenzake. Tunamuomba. Tunajua kanuni iko wazi. Diarra anatakiwa kufungiwa mechi 5 si 3. Na faini juu. Na faini juu Singano kaongeza na faini juu. Ndio Suleiman Mwalimu, striker bora. Striker timu ya taifa ya Tanzania. Amefungiwa na kamati masaa 72. Nani yule beki ambaye mimi namkubali sana katika mabeki wazao wa Tanzania, anachezea Dar es Salaam Young Africans, Ibrahim Baka, moja katika mabeki bora, mzao wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kanuni imekwenda kumkuta Diarra nani? Waandishi semeni, Diarra nani? Leo hii ubora wa Baka, ubora wa Diarra, nani bora ndani ya nchi? Nani alitakiwa apewe thamani kubwa? Mchezaji wa timu ya taifa Diarra nani? Baka. Lakini baada ya kukosea na nidhamu kwa mbovu amekwenda kuhukumiwa. Na ninawaambia kamati ya masaa 72, kama walimhukumu Mtanzania Diarra nani? Ibrahim Baka, beki bora ya timu ya taifa mechi 5. Why Diarra? Leo simu zimekuwa nyingi, anaombewa mechi 3. Kwanza wamekubali wenyewe kweli kafanya kosa, ila wanaomba adhabu ipungue zile mechi ngapi? Ole wao kamati, jichanganye katika hili. Nitaziweka meseji zote hadharani. Zote. Wanakimbia dabi. Taziweka hadharani. Kisogo mwalimu alifungiwa mechi 3 na ikazua mzozo pia. Makosa yanatofautiana na kanuni zinaeleza kosa hili adhabu gani, kosa hili adhabu gani. Kwa kanuni ya 21 kifungu cha pili Diarra anatakiwa afungue mechi 5. Sio mimi. Ni kanuni ambazo wadau tuzipitisha. Ni kama Diarra Mikoi, ni kama Diarra ameizoea ligi hivi, na tuseme ni kama amezoea baadhi ya marefu, kwa sababu jana nimesema mtoto mleavo ndivyo. Ni malezi ambayo mimi naamini alipewa sio sahihi Diarra kwenye klabu yake. Malezi sio sahihi Diarra, mlimpa nyinyi waandishi wa habari majina yote mkamba mpaka Mdaka Mishare akajisikia masikio akawa nani?
makubwa. Lakini ndani mkamwambia Diarra hajawahi kutokea hata siku moja masikio. Japokuwa na ukubwa wake lakini hajaweza kuzidi nini? Kichwa. Lakini sio pengo. Si yupo Msheli pale na goalkeeper mzuri ambaye mimi namwamini sana. Ana uwezo mkubwa. Hussein Masaranga yupo. Goalkeeper mzuri. Kwanza nawapongeza Yanga wana ngome nzuri. Diarra akifungiwa nani mwacha ale mechi 5 apumzike. Si Alikamwe alisema ndio golikipa bora na akasema kwamba asifananishwe na akina Kobis. Kwa sababu akina Kasari ndio wanaitwa akina Kobis. Inawezekana Kasari akawa Kobis. Lakini leo rasmi natangaza Diarra Mzee Kikala. Mzee Kikala. Kala ina maana gani? Kwani Kobis ina maana gani? Kobis si wale watu wanene. Mzee Kikala. Kobis baba yake ni Mzee Kikala. Kobis baba yake ni Mzee Kikala. Kwa hiyo Mzee Kikala ndiye alimzaa nani? Kobis. Kama tunakubali Kaisari Kobis, basi baba yake anakuwa nani? Kwa hiyo kwanza leo Diarra anaitwa Mzee Diarra. Mzee Kikala. Amesema kwamba ndo golikipa bora na ndani. Ngwale hapa tuende step by step. Mbona una miss? Kama gari iko mlimani hapa. Tuko pamoja. Kobis babake. Kobis babake nani? Mzee Kikala. Kama tunakubaliana Kaisari tunamwita nani? Kobis. Kazaliwa na nani? Diarra leo anakuwa Mzee. Kwa hiyo leo jamii ijue kwamba Diarra ni Mzee Kikala. Nashukuru sana waandishi wa habari. Amesema ndo golikipa bora. Hiyo kauli ya Ali Shabani Kamwe. Yes, kauli ya Ali. Kwa hiyo unavyoona Kasari hivi sasa amekuwa na makosa mengi sana akiwa golini. Wewe ni mtazamo wako, lakini moja ya mchango wa Kasari leo unaona kaitoa timu nafasi ya 7 leo nafasi ya 2. Golikipa anakaa golini. Kasari anakuja Simba iko nafasi ya 7. Leo hii Simba iko nafasi ya 2. Mimi naamini kwamba Kaisari ni bora zaidi. Kasari ni bora zaidi. Na mchango wake kwenye Simba unaonekana. Amesababisha Simba kufika nafasi ya 2. Mikoi kapu la Kibabage limezua mengi. Umeona wanasema mnajaribu kuiga lakini 7,000 tu imepatikana kwenye likapu zima. Kwanza mimi nafurahi sana. Sana zaidi ya sana. Mchezaji mkubwa anaochezea kwenye timu kubwa lazima awe mkubwa. Leo hii story kwenye football Kibabage. Fullback bora ya kushoto kwa sasa katika ulimwengu katika bara la Afrika. Leo hii wanajaribu kwenda kuzungumza, wamekwenda kuchunguza mpaka hela alizopewa beki bora kapewa shilingi ngapi. Kwa ubora wake, kwa ustaa wake. Mbona hajasema hela aliyopewa Kisugu jana na Mawa Kigamboni? Nyinyi mlikuwepo? Lakini kwa sababu Kibabage amekuwa bora, Kibabage amekuwa star. Na Kibabage hili hatakiwi kujibu wala kulizungumza, mguu wake wa dhahabu wa kushoto ndio anakwenda kufanyaje? Kuzungumza. Lakini nampongeza kwa ubora wake, amekuwa story anazungumziwa. Lazima waumie. Kibabage ni mkubwa kuliko Dar es Salaam Africans. Leo hii siri mimi nasema hakuna mwanadamu yote. Kibabage ndo mchezaji wa kwanza kuambia Yanga sasa kuchezea timu yangu akavunja mkataba na hela akawalipa. Kiongozi gani wa Yanga anabisha na Alikamwe abisha toke hadharani nitoe ushahidi. Kwamba Kibabage ndo amevunja mkataba na Yanga na hela kawapa. Kibabage ndo amevunja mkataba na Singida Black Stars na milioni 400 kawasamee. Star Kibabage. Kwenda kwenye timu anayoipenda. Kwanza ana hela. Namwambieni kaka yake anitafute aniokoteshe. Timu ya ndoto yake. Amekwenda kwenye timu ya ndoto yake, amekwenda kwenye timu ambayo iko ndani ya moyo. Kwa hiyo mimi nimeona Ali Shabani Kamwe anasema anajitutumua. 7,000 na ngapi? Na 700. Namuomba Kibabage ni 700 ampe Ali Kamwe naye maisha yaende. Maana naona kama kimwiki kama hali naye kachoka. Maana yake nimempigia simu mimi aokote nikajua ndugu yangu kidogo kayumba. Ali anasema mmejitutumua sana lakini bado hata kileleni mjamfikia hata kidogo. Kujitutumua kote. Nyakati itaongea. Muda sio mrefu. Nendeni mkamwambia mwanga wa ndoto zetu.